Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Klabu ya Yanga imekita kambi nchini Misri tayari kwa mchezo wao wa CAF Champions League dhidi ya Al Ahly utakaopigwa Ijumaa tarehe 23 Januari 2026. Timu ya Yanga imewasili salama nchini Cairo tayari kwa mchezo wao wa CAF Champions League dhidi ya Al Ahly. Uwanja uliochaguliwa ni Cairo Borg El Arab Stadium ambapo mechi ya kundi hilo itachezwa. Uwanja ulioko katika mkoa wa Alexandria kaskazini mwa Misri. Ya kufika, Yanga walifanya mazoezi kwa maandalizi hapo nchini Misri ikiwa ni sehemu kujiweka sawa kifikra na kimwili kabla ya mchezo. Uongozi wa klabu ya Yanga umesema mweka msimamo wa kuhakikisha kikosi kiko tayari kikubwa kwa ajili ya pambano hilo, huku hakuna taarifa kubwa ya majeraha ya wachezaji kwa sasa. Kabla ya kuondoka nchini Tanzania, Yanga alifanya mazoezi maalum ya mwisho baada ya mchezo wa ligi ambapo kocha Pedro Gonçalves alifanya uteuzi wa wachezaji waliosafiri kuelekea nchini Misri. Awali mchezo huo ulipangwa kuchezwa katika uwanja wa Cairo International Stadium, lakini sasa mchezo umeahirishwa na kupelekwa katika mji wa Alexandria ambapo uko umbali wa takriban kilomita 568 kutoka Cairo, jambo linalofanya klabu hiyo ya Misri kuandaa usafiri maalum kwa washabiki wake kama sehemu ya motisha na mshikamano kuelekea mchezo huo. Wakati huo Al Ahly wameendelea na mazoezi makali ya maandalizi wakipata morali kubwa kufuatia kurejea kwa wachezaji wao waliokuwa kwenye majukumu ya kimataifa, hususan waliokuwa wakishiriki michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Mechi hiyo inatajwa kuwa moja ya michezo inayosubiriwa kwa hamasa kubwa na mashabiki wa soka barani Afrika kutokana na historia na ubora wa timu zote mbili. Katika mchezo huo wa kesho, Yanga inapaswa kujilinda kwa nidhamu, kutumia counter attack, kutulia dakika 20 za mwanzo, na hii ni muhimu sana kwa timu za Misri na timu za Kiarabu kwa ujumla. Yanga vile wanapaswa kuwa na kasi ya mawinga, viungo wanaoweza kuhakikisha na kushikilia mipira, uzoefu wa kucheza mechi ngumu za CAF miaka ya karibuni. Tahadhari lakini kubwa kwao ni makosa karibu na boksi, kupoteza mipira katikati na kadi za mapema, ambalo jambo hili linaweza kuathiri kisaikolojia ama na kutoka katika mchezo huo. Yanga pia wana hamu ya kuona wanapata matokeo chanya, kwa sababu Yanga wakivumilia presha ya mwanzo na kuwa makini kiulinzi, wana nafasi ya kutoka na matokeo. Al Ahly wanabaki kuwa hatari nyumbani, lakini hawashindikani kirahisi kama ilivyokuwa zamani. Kikosi cha Yanga kinatarajiwa kuanza na wachezaji wapya ambao wamesajili katika dirisha dogo, akiwemo Depo na Okello. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.